السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم يا الله. Ikiwa bado katika mwendelezo wa ilmu ya fiqhi, ikiwa tuko katika mlango wa hedhi, msanifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi ddarain, ametuashiria baadhi ya masaili yanayofungamana na damu ya mwanamke, akianza na taarifu ya alhaidhu kilugha na kisheria. Anatuambia alhaidhu lughatan as-salam, hedhi kilugha ni kule kuchuruzika, ama mathalan tutakavyosema katika lugha ya Kiarabu, hadha almau bimadha idha sala mauhu, yale maji yake yatakapokuwa yanapita ama yanachuruzika, ndio kilugha inafahamika neno hedhi. Lakini kisheria anatuambia damu jibillatin yakhruju min aqsa rahmi almar'ati ala sabili sihhati fi awqatin makhsusati, ni damu ambayo kwamba ni jibilla, ni ya tabia ya kimaumbile. Yakhruju min aqsa rahmi almar'a, ambayo kwamba hutoka katika umbali ama katika kile kizazi cha mwanamke, ala sabili siha, lakini damu hii inatoka kwa ajili ya afya, fi awqati makhsusa, lakini ina nyakati maalumu damu kama hii kutoka. Kwa hiyo ni damu ya kitabia ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaambia wanawake inatoka katika kile kizazi cha mwanamke, ambao kwamba inatoka ala sabili siha, kwamba inatoka kwa sababu ya ile afya na siha ya yule mwanamama mwanamke. Kwa hiyo katika hamishi msanifu rahimahullahu ta'ala tunaona ameashiria kwamba ile hedhi ikiwa haijatoka kwa namna ambayo kwamba tumeiashiria, si kwa siha ama katika zile nyakati ambazo kwamba zinafahamika, basi damu kama hile hufahamika kama damu ya istihadha, ambayo kwamba tunaweza kusema ni damu ya maradhi. Asema fa innahu yakhruju min farji almar'ati ala sabili as-siha, hedhi inatoka kwa njia ya siha, lakini damu ya istihadha bal lil'illati, inatoka kwa ajili ya illa ama maradhi. Na ukitaka kuifahamu damu kama hii, basi ni dhabiti takriban ni 4 tu, ambazo kama musanifu yeye ameashiria 3, tutaongeza na 4 ambapo kwamba ma yakhruju fi khairi ayami haidhi wan nifas. Lau ukiona damu imetoka katika siku ambazo kwamba si za hedhi ama katika zile siku ambazo kwamba za nifasi, basi damu kama ile ihukumu kwamba ni damu ya maradhi. Yani ile damu ukichunguza haiko katika siku za hedhi, bi maana imevuka labda siku za hedhi ama ni chini yake, ama ni damu ya nifasi imevuka zile uchache wake na wingi wake, cha kwanza hili utaihukumu ile damu kwamba ni ya maradhi. Tutaelezana uchache, wingi na mwisho wa hedhi kwa mwanamke ni gani ili uweze kuihukumu. Lakini jambo la pili, kayakuna aqali min yawmin wa laila, ile damu iwe ni chini ya masaa 24, bi maana iwe imetoka kwa uchache ambao kwamba haijafikia ule uchache wa damu ya hedhi ambao kwamba ni yaumun wa laila, masaa 24, bi maana siku moja. Ikiwa chini hapo, basi damu kama hii pia tutaihukumu kwamba ni damu ya istihadha ama ya maradhi. Au jambo la tatu, mujawazan lil 15, ikavuka siku 15. Uchache wa hedhi kwa mwanamke ni siku 15. Ile damu itakapovuka katika siku kama hizi, basi haitokuwa tena ni hedhi. Mwanamke ameona damu siku ya kwanza mpaka ya 10, inaenda mpaka ya 15, ikavuka ya 16, tutakwambia hizi 10 mpaka siku 15 ilikuwa ni damu ya hedhi. Lakini damu ya siku ya 16 na 17 mathalan, hii inakuwa ni damu ya istihadha, ina ahkamu zake na ina masaili yake ambayo kwamba ni haswa katika kuzifahamu damu kama hizi. Kwa hiyo damu ya hedhi lazima iwe ala sabili as-siha. Ndo anatuambia awwal waqtin imkani al-haidh wa ghalibuhu wa akhiruhu, ni nyakati gani ambazo kwamba mwanamke anaweza akaanza kuona hedhi, ama ni nyakati gani ambazo kwamba wanawake wengi huweza kuona hedhi na ni upi mwisho wake. Anatuambia awwalu waqtin yumkinu an tahidha fihi almar'a
nyakati ambazo kwamba mwanamke ataweza akaanza kuona hedhi, anasema 9 sinin qamariyatin taqribiyatin, kwamba ni miaka 9 ambayo kwamba ni ya kikamaria, yani ya Kiislamu, bi maana tunahesabu kupitia Muharram na miezi yetu ya Kiislamu. Kwa hiyo mwanamke atakapofika miaka 9 tena ikawa ni takribia, sio tahdid, yani haijafika 9 kamili, maana kabla hajafika 9 kwa siku kama takriban 16 akaona damu, ile damu basi tunawaambia huenda ni damu ya hedhi, ikiwa imefika katika sifa zile ambazo kwamba tunajua hizi sifa zimeingia katika damu ya hedhi, kana kwamba tukaweka pamba katika ile tupu tukaona ina damu na mfano kama huo. Lakini anatuambia waghalibu umri ambao kwamba wengi katika wanawake huweza kupata katika hedhi ni 20 sana, ni miaka 20. Hata zamani katika aibu ambao kwamba walikuwa wakiwatumia wale wanunuzi wa watumwa ama vijakazi, walikuwa wakiangalia lau mwanamke hakufika amefika katika miaka 20 na hajapata hedhi, basi huwa ni aibu na huweza wakamrudisha hata yule kijakazi kutokamana na aibu kama hii. Kwa wingi wa wanawake wengi umri ambao kwamba wanaweza kupata hedhi ni katika miaka hii 20. Wala akhira lahu, lakini hakuna mwisho wake, yani mwanamke ataweza akapata hedhi maisha yake yote, ama mwingine ataweza kafika katika ile hadi al-ya'si, miaka fulani hivi ya uzee, akaanza kuona ile hedhi. Sasa tunaingia katika nyakati ambazo kwamba ni muhimu kwa yule mwanamke kuifahamu ili kuweza kuihukumu ile damu yake, ili kuweza kujua namna atakavyoamiliana na ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Tuambia aqallu al-haydhi wa ghalibuhu aktharuhu, tutaangalia ule uchache na wingi na ghalib ya wanawake ambao kwamba muda gani wanapata hedhi kama hii. Atuambia aqallu al-haydhi yawmun wa layla, uchache wa hedhi kabisa kama tulivyosema ni yaumun wa laila, usiku na mchana wake, bi maana masaa 24, bi maana siku moja. Huo ndio uchache wa hedhi, bi maana mwanamke ataweza akaona hedhi kwa siku moja tu ikawa imekatika, wapo namna hiyo. Lakini ghalib wanawake wengi katika huu ulimwengu huweza kuona katika siku 6 mpaka 7, 6 au 7, wanachezea katika 6 mpaka 7. Kwa hiyo unayoona katika 4 na mwingine ataweza kaona katika 5, mwingine ataweza kaona katika 8, lakini wengi huchezea katika 6 ama wakachezea katika 7. Lakini aktharuhu, wingi sasa wa ile hedhi 15 yauman, ni siku 15. Wingi wa ile hedhi ya mwanamke inakuwa ni katika siku 15. Bi maana mwanamke akaona hedhi katika siku ya 16, ile tunakuwa tunaihukumu si damu ya hedhi tena, inakuwa ni damu ile ambayo kwamba tumesema inatoka kwa ala sabili al-illa, kwa ajili ya maradhi. Bi maana mwanamke ataweza kaona hedhi siku ya kwanza mpaka siku ya 15, tutakwambia hii ni hedhi. Ile itakayotoka siku ya 16, ile tutaihukumu kama ni damu ya istihadha, ni damu ya ugonjwa, hatutoihesabu tena katika damu ya hedhi. Kisha anatuambia aqallu tuhri baina alhaidhatayn wa ghalibuhu akthar, ni upi uchache ambao kwamba mwanamke anaweza kutahirika baina hedhi mbili na wingi wake. Tuambia aqallu tuhri baina alhaidhatayn 15 yawman, uchache wa tahara ya mwanamke baina ya siku ama baina hedhi mbili ni siku 15. Bi maana lau mwanamke akapata hedhi kwa siku nyingi, bi maana akaenda siku 15 zile ambazo kwamba tumesema ndo hadi ama ndo akthari, basi bi maana 15 zilizobaki ni lazima atakuwa katika tahara. Zile 15 katika mwezi atakuwa katika tahara, ndo uchache wa kutahirika kwa mwanamke. Lakini ghalib unakuwa ni 24 yawman au 23 yawman, ule uchache wake unakuwa ni siku 24 ama 23, kama kule ambavyo kwamba tumesema ikiwa uchache ikiwa ughalibu wa wanawake kutoka ni 6 na 7, bi maana mtu ambaye kwamba ametoka katika 6
ile hedhi yake imetoka katika sita, bi maana katika ule mwezi zile siku 24 itakuwa ni kutahirika kwake, yuko katika tahara. Ama yule aliyetoka katika saba pia inakuwa yuko katika utahara katika zile siku 23. Kwa hiyo zile siku ambazo kwamba atakuwa katika utahara, ughalibu wake wengi anakuwa katika 24 na 23. Wala hadda li aktharihi, lakini hakuna wingi wa kutahirika kwake, kwa sababu wengine wataweza wasiwe wenye kupatwa na hedhi aslan. Hii inaweza kutokea, mwingine asiweze kupatwa na hedhi kabisa, kama na Fatima binti Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye hakuwahi kutoka na hedhi kabisa. Kwa hiyo hakuna haddi katika wingi wa kutoka na ile hedhi. Asema aqallu zamani an-nifasi wa ghalibuhu wa aktharuhu, uchache sasa wa muda wa kutoka na nifasi, kama kwamba tumeashiriana kwamba nifasi ni damu ambayo kwamba hutoka katika zama ambazo kwamba mwanamke ameshajifungua, bi maana yule mtoto toka katika kizazi cha mama yake, ameshatengana naye kabisa. Ile damu inayoanza kutoka baada yake huwa inafahamika kama damu ya nifasi, ambayo kwamba ina masaili yake, ndio atuambia akali, ile uchache wake kabisa ni lahdha, ni kuweza kutoka kwa masaa machache tu. Lahdha bi maana itaweza kuwa dakika 2, nyingine dakika, yani baada ya kutoka ule mtoto ataweza mwingine akatoka kwa siku moja tu. Hii ndio lahdha, haina hadi maalum. Lakini ile ughalib anatuambia 40 yawman, ughalibu wa wengi katika wanawake ni siku 40, ambao kwamba wengi tumefahamu kwamba yule mwanamke atakavyojifungua atakaa 40. Sasa zile 40 tunazihukumu kwamba ni ghalibu ya wanawake wengi. Sasa sio kwamba kila mwanamke atakuwa ile nifasi yake itakuwa katika siku 40, na hapa ambapo kwamba tunakosea wengi katika mama zetu na dada zetu, kwamba wengi wanafahamu kwamba kila atakayejifungua lazima aketi 40. Kuna mwingine ataweza ikawa ile nifasi yake ni siku moja tu, bi maana wakati amejifungua yule mtoto ameshatoka, ile damu ikawa imetoka kwa siku moja, ikawa imeshamalizana na damu yake. Kwa hiyo zile siku 39 ataweza kukaa mtu asiswali, anasema yuko 40. Makosa makubwa. Swala zote ambazo kama umeacha ndani ya zile siku utakuwa ni mwenye kudaiwa mbele ya Al-Haq subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wingi ni siku 40. Kwa hiyo bi maana mwingine ataweza ikawa ni siku 6 tu katoka na ile damu, ataweza akawa ametoka na siku 30, lakini wengi ambao kwamba wanawake katika huu ulimwengu wetu wanachezea katika hii 40. Ndio maana tukasema ughalib, tunaihukumu kwamba ni ughalib, kama tulivyoashiria kwamba tukasema masaili haya hayana dhabit kabisa, kwamba imekuja dalili ya kisheria katika Al-Qur'ani ama Sunna, kwamba maulama wamepitia kupitia al-istiqra, kukusanya dalili na kufanya research na bahthi zao, wakaona kwamba uchache wa wanawake ni hivi, ule wingi, ule ughalibu wao unakuwa ni siku kadhaa kama hizi ambazo kwamba wametutajia rahimahumullahu jami'an. Asema aktharuhu 60 yawman, lakini wingi sasa wa ile damu ya nifasi inakuwa ni siku 60, bi maana huu ndio utakuwa mwisho wa damu ya nifasi, bi maana siku ya 61 itakuwa sasa inahesabiwa tena ni damu ya istihadha, itakuwa si tena damu ya nifasi, kwa sababu kama tulivyoashiria hedhi ina muda wake maalum, pia vile vile nifasi ina muda wake maalum. Kwa hiyo ukiweza kutenganisha baina ya muda wa damu hizi mbili, damu ambayo kwamba inatoka katika muda ambao kwamba si maalumu, basi utaihesabu katika damu ambayo kwamba ni ya maradhi, ambayo kwamba tutaashiriana, je, damu kama hii mtu kama huyu anatakiwa afanye nini na nini katika swala zake, katika tahara yake na mfano kama huu. Kwa hiyo maana darasa linalokuja inshallah tuwe pamoja, tuangalie yale ambayo kwamba yanaharamishwa kwa yule mtu ambaye kwamba amepatwa na hedhi na amepatwa na nifasi. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie pia vile vile min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.